Mungu kwa siku ya leo kwa kutufanya tuwe hai na kuendelea kushuhudia tunayoshuhudia. Lakini la pili ni wapongeze wakazi wa Dar es Salaam na wanachama wa Chadema kanda ya Pwani kwa mshikamano na upendo kuanzia kesi ilipoanza mpaka leo hii. Kwa kweli kitu mnachokifanya kumpa joto mwenyekiti ni kizuri sana. Lakini tatu ni wapongeze wanaotoka mikoani. Kila wiki na kila siku tunapokea wageni wapya, nao wanakuja kusikiliza kesi ya mwenyekiti, kuonesha solidarity. Tuna watu kutoka Sumbawanga, Mwanza, Mbeya, Kaskazini, Arusha huko, Rorya, sehemu mbalimbali mpaka Mtwara na Lindi. Na nyewe vile vile tunawapongeza, na wengine wanapata fursa hiyo wasiache kuja. Lakini la tatu ni kuhusu kesi inayoendelea. Mimi kwa maana nilichokiona, pamoja na mambo ya kisheria wanaongea na sheria, naona ni upotevu wa muda na rasilimali fedha katika nchi yetu. Leo nimesikitishwa sana na kuona afisa wa jeshi la polisi mwenye nyota 2 ameulizwa maswali matatu kuhusu PGO na yote amesema hajui. Na huyo ni afisa manake wa ngazi ya juu mwenye nyota 2, sio nyota 2, ASP wa polisi. Anasema hajui. Lakini la pili nilolishangaa kwa shahidi wa kwanza ambaye ni polisi, amesaini maelezo yake na amenukuu kifungu kwamba maelezo yale ameandika chini ya kifungu namba 10 B 3B, na kifungu hiko chenyewe ameulizwa makani amesema hakijui. Ameomba apewe sheria akinukuu au ajikumbushe, hawezi kusoma. Sasa ni watu ambao tunawategemea sisi kwenye sehemu nyeti kama hiyo, idara kubwa kama ya polisi, tunakuwa na watu wa aina hiyo. Kwa tunachokiona hapa, kufungua kesi ni rahisi, kudhibitisha kesi sio jambo rahisi. Kwa hiyo wenzetu wa polisi walifungua kesi, ila kudhibitisha kesi hapa inawadhalilisha na ni fedhea. Sasa kitu hiki baada ya kuona vituko hivi ndio tunajiridhisha sisi kama viongozi. Moja ni upotevu wa muda. Sisi watu wote hapa Mahakama Kuu, kila siku ya kesi ya Lissu askari wanaokopa hapo si chini ya 300. Tupige hesabu ya posho, magari yanayokuja kuwaleta hapa zaidi ya magari 20. Magari ya magereza na yenyewe magari 10, magari 30. Piga hesabu ya mafuta, posho ya askari wote, na wanatakiwa kula asubuhi, mchana na jioni. Lakini vile vile majaji, watumishi wa mahakama, na sisi hapa na nyinyi waandishi tangu asubuhi mpo hapa. Tukipiga tu hii gharama ya shughuli yote inaendelea hapa, utagundua kwa siku hapa kuna rasilimali kubwa sana ya fedha inayopotea, lakini vile vile rasilimali ya muda kubwa inayopotea. Hao askari sasa hivi wangeweza kudhibiti vibaka huko mitaani. Kama hakuna vibaka wangeweza kuelimisha watu kuhusu ulinzi shirikishi. Kama hakuna jambo hilo wangeweza kufanya shughuli nyingine yoyote ya maendeleo kwenye nchi yetu, lakini tunashinda nao asubuhi mpaka jioni. Lakini vile vile majaji hawa, kuna wenzetu kwa wana kesi serious za mauaji, wana kesi za ukabaji, ubakaji, za ujambazi, ambazo wengine huenda wamefanya kweli na wengine wameonewa. Muda huo wanaotumia kwa Lissu wangeweza kwenda kusikiliza kesi za robbery, kesi za ubakaji na kesi zingine kwenye nchi yetu. Wangeokoa rasilimali na wangetendea watu wengine hivi. Lakini imagine jopo la majaji watatu tunashinda nao asubuhi mpaka jioni kwa kesi inayoendelea, ambayo sisi watu wote tukisikiliza, watu wazima hapa ambao tukisikiliza ile kesi, kwa hiyo ni kuchezea rasilimali za nchi, ni kuchezea ofisi ya nchi. Zamani mimi nikiwa mdogo, Mahakama Kuu hapa, sisi ambao tumezaliwa Dar es Salaam, ulikuwa ukipita hapa Mahakama Kuu unapita kule unaona sehemu takatifu. Yaani kama tunavyoheshimu misikiti na kanisa, tulikuwa tunaheshimu Mahakama Kuu. Imagine leo tuko ndani ya jengo la Mahakama Kuu, kuna vituko. Kesi imefunguliwa ya kituko, mashahidi wa vituko, ushahidi ni kituko. Mpaka amefika stage wenyewe hata waendesha mashtaka wenyewe wanaogopa na kuuliza maswali mashahidi wao, kwa sababu wanaamini ndio watajikoroga zaidi. Sasa ule utukufu wa mahakama unapotea kwa sababu ya vituko vinavyoendelea mahakamani. Sisi ushauri wetu kwa nchi, kuokoa rasilimali fedha, muda na rasilimali watu. Kesi hii haina maslahi kwa nchi yetu na kwa fedha zetu ambao vuja jasho. Kesi hii si tu kwa maana hela inayotumika ni ya serikali. Hii hela ni watu wanakaa shambani wanalima, kodi yao ndio inakuja kulipa. Lakini kesi hii hivyo tu, kuna watu wafanya biashara huko wanafilisika, wanapata hasara, lakini hela hao wanaokatwa kodi, badala ya kuiona ingeenda kufanya maendeleo makubwa inakuja kufanya jambo hili. Mimi nakaa Ubungo, lakini naona barabara za Kimara, barabara za Tabata, Kimanga hazipitiki, ni matope. Mabilioni ya hela kesi hii. Kwa nini singeenda kujenga barabara Mbagala, Kimara huko Tabata na sehemu nyingine, tukaona hela zetu zinatumika vizuri? Na kingine kwenye ufunguaji wa kesi, kama nilivyosema, kufungua kesi ni jambo rahisi. Kudhibitisha kesi sio mchezo. Viongozi wetu wanadanganywa sana. Viongozi wa juu, DPP anadanganywa na watu wa chini. Wema polisi huko wanadanganyana. Hivi kinachoendelea mahakamani wanakiona au wanakisikia? Mimi imani yangu kama wakipoteza muda hata kumtuma tu shushu wao wa serikali, haja asikilize siku moja tu ushahidi unaotolewa hapa, kesho yake hawezi kubali kesi iendelee.
kwa sababu kwanza inaondoa hata ile heshima ya taasisi ya serikali. Zamani kumuona polisi anatoa ushahidi wa uongo, kwanza huwezi kusema polisi ni muongo. Sasa hivi kama anakuja macho makavu na anatoa ushahidi, wewe mwenyewe unaona kabisa huyu amebanwa na pale amesema ni uongo, anaondoa hiyo heshima ya kuonekana mtu anafanya kazi jeshi la polisi ni taasisi inayoaminika. Lakini vile vile na majaji, haya mazoea tu, majaji wanasikiliza uongo wa Zori asubuhi, wanafanya wananchi watashindwa kuogopa hizi mahakama, kuona kwamba ni mahakama za kupeleka kesi ya kituko. Mtu anaogopa kufungua kesi yake kwa sababu tu akiamini ushahidi ni mdogo au kesi haina maslahi. Sasa kama unaona kesi inasikilizwa, hata wewe kesi yako ya kuku unaweza hata mahakama kuu, kama wanasikiza kesi gani haiwezi kufika hapa. Kwa hiyo mimi kwa maslahi ya nchi nasema kesi haina maslahi wala msingi wote kwa nchi yetu, haipaswi kuendelea hata kwa dakika 20, na kwa ushahidi huu wanazidi kujidhalilisha na kudhalilisha nchi yetu. Kwa hiyo sisi kama viongozi ambao tuna vision kubwa na nchi hii, hatuishii tu kuona kesi ya Tundu Lissu, tunaishia kuona mifumo mibaya ya kimahakama, mifumo mibaya ya kipolisi na utamaduni mpya ambao viongozi juu ukiwasikia wanakebea kubambikia kesi, lakini kesi ya mfano ya nchi hii ya kubambikia kwanza ni sasa. Je, wanaongea kile wanachokimaanisha au wanamaanisha wanachokiongea? Jibu kubwa tunalipata wananchi mmoja mmoja, kila anayeshinda mahakamani majibu wanayo kwamba hapa hakuna kesi, kuna uzugaji na upotevu wa muda na rasilimali zote nilizozitaja. Lakini la mwisho ni kuhusu jopo letu la maana wanasheria, kesi ya pili, na yenyewe kisheria kabisa tunapaswa tufunguliwe shughuli zetu. Na leo Mheshimiwa Lissu kama anavyosema wakili amekuja kuomba kuunganishwa kwenye kesi ile, lakini ukiangalia inapopangwa na kinachojadiliwa ni delaying technique tu, Chadema tusifungue ofisi zetu na tusifanye shughuli zetu. Kwa hiyo huwezi kuona kabisa kwamba kuna jambo serious, jambo liko mahakamani, na kama inazingatia kwamba watu fulani wamesimamishwa shughuli zao na wazingatiwe haki yao, kwa kufikiri kwamba wakifungia Chadema uko nje wanafanya shughuli. Kwanza wanaongeza hasira kwa wananchi, lakini pili wanazidi kuongeza mahaba na mapenzi ya wananchi kwa Chadema. Kwa kama wanafikiri wanatuzoofisha ndio wanatuimarisha. Kwa sababu mtu yoyote, hata kama mimi ningekuwa ni mvivu leo, mtu yoyote anajua Chadema haifanyi kazi kwa sababu imezuiwa na mifumo hii ya kimahakama. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba kuna kesi ya msingi pale kuna ucheleweshwaji na ufunguaji wa mikono ili tusifanye shughuli zetu. Nafikiri kwa leo niishie hapo. Viongozi wetu wengine walikuwa nao asubuhi wameenda kwenye shughuli zingine huko zote kupigania kesi yetu na chama chetu. Kwa sisi ambao tumebaki mpaka mwisho tunawakaribisha tena siku nyingine ya kesho. Karibuni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. No, actually, the thing is, you have plenty of